السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo insha Allah tabaraka wa taala, baada ya kujifunza al-ismu na maelezo yake kwenye hashia, leo insha Allah tabaraka wa taala tutazungumzia al-fi'lu. Wal-fi'lu ma dalla ala ma'anan fi nafsihi, na fi'li ni ile inayoonyesha juu ya maana fi nafsi, katika nafsi yake. Yani fi'li inaonyesha juu ya maana. Unaposema jalasa, kuna maana ya kukaa, aljulus. Kataba, kuna maana ya kuandika. Takallama, kuna maana ya kuzungumza. Wa ash'ara bihayatihi biahadi alazminati thalatha. Wa ash'ara, hiyo fi'li ikatambulisha, bihayatihi, kwa haia yake, kwa shakli yake, kwa muonekano wake, moja ya nyakati tatu. Nake vile itakavyoonekana, kama imekuja katika muonekano wa jalasa, itakuwa inaonyesha wakati uliopita. Imekuja na muonekano wa yajlisu, itakuwa ni wakati uliopo na unaokuja. Ikiwa muonekano wake imekuja katika sura ya ijlis, itakuwa inaonyesha wakati unaokuja. Kwa hiyo fi'li inaonyesha juu ya maana fi nafsi, yenyewe inaonyesha juu ya maana, na ikatambulisha bihayatihi, kwa umbile lake, kwa shakili yake, kwa sura yake, biahadi alazminati thalatha, ikaonyesha moja ya nyakati tatu, ima wakati uliopita au mudhari au amri. Na hizo nyakati wa huwa imma madhi, kafahima, kama vile fahima. Fahima, amefahamu. Kwa hiyo katika fi'li fahima kuna kule ile maana ya alfahamu, kufahamu, ndiyo maana, kisha na wakati ambao ni umepita. Na hizi masadir zinaitwa asmaul maani. Asmaul maani kwa kuwa ni majina yanaonyesha maana: aljulus, kukaa; alaklu, kula; ashurbu, kunywa. Asmaul maani. Na asmaul dhawati na asmaul maani. Asmaul dhawati ni majina ya vitu ambavyo unaweza ukigusa, ukakishika, ukakinusa, lakini vitu ambavyo havionekani ni vya kimaana, basi inaitwa asmaul maani. Kwa ninapozungumzia kuwa inaonyesha juu ya maana, maana ipi? Nategemea na fi'li gani. Kama ni fahima, kuna kufahamu; kama ni akala, kuna kula; kama shariba, kuna kunywa, na mfano wa hizo. Au mudhari'un, au ikiwa ni mudhari', kayafahamu, anafahamu au atafahamu. Kwa yafahamu inaonyesha juu ya maana ya kufahamu, na wakati gani? Wakati uliopo au unaokuja. Au amrun, kafahamu. Au inaweza ikaja katika haia
ya inayoonekana ya ifham, sura yake ni ifham. Kama imekuja katika sura ya namna hii, maana yake itaonyesha juu ya moja katika zama tatu ambazo ni wakati unaokuja. Kwa hiyo ndio alfi'il. Walfi'lu biaqsamihi, na kitendo pamoja na mgawanyiko wake, kwa maana almadhi, almudhari na hiyo amri, yufidu al-itlaqa fala umuma lahu, inafidisha itlaq. Itlaq unaposema mfano amekaa au jalasa, hii haikufungwa kuwa kakaa katika ukaaji gani, au huko kukaa ni kwa siku ipi au kwa muda gani. Inaelezea amekaa, maana yake ni lafdhu ambayo ni nini, al-itlaq, kule kuachiliwa, sio muqayyad, halikufungwa na ukaaji maalum. Kuna wakati hii ni qaid, lakini kitendo cha kukaa, sasa umekaa, umenyosha miguu, umekaa, umenyosha, umelala, umekaa kama vukaa shekhi hapo, umekaa, yani utakavyokaa ni ukaaji. Kwa ni nani, ni mutlaq, itlaq, fala umuma lahu, haipewi hukumu ya nini, kwamba ni umum kama ilivyokuwa kwenye alfadhu al-umum, kwamba inaonyesha juu ya kuenea kila kitu. Kuzungumzia itlaq maana yake ni ambayo sio muqayyad, imeachiwa katika hali fulani ya kama ni ukaaji, kulala, kukaa, basi haijalishi umekaa kwa ukaaji gani au umelala vipi, hiyo ni mutlaq, jambo ambalo limeachiwa, hiyo ni fi'il. Wal harfu ma dalla ala ma'nan fi ghayrihi, na harfu ni ile ambayo inaonyesha juu ya maana fi ghairihi, katika kitu kingine. Fi'li fi nafsihi, lakini harfu fi ghairihi, kwa yenyewe kama yenyewe, maana yake haidhihiri mpaka ipatikane kitu chengine. Unaposema jiitu minal bait, nimekuja kutoka nyumbani, min imefahamisha alibtidau, kwa hii safari ya kuja imeanzia wapi. Sasa huoni min imeonyesha maana fi ghairihi, ambayo ni nini, kile kitendo cha kuja. Jitu minal baiti adhhabu ila almadrasati, adhhab ila imefidisha kuonyesha kwamba hii safari inaishia wapi, madrasa, bali intihaul ghaya. Kwa hii inaonyesha juu ya maana fi ghairihi, sio fi nafsihi, kwa kuwa yenyewe haina la yadhharu maanahu illa ma'a ghairihi. Wa minhu, na miongoni mwa herufi alwau, ambao wau inatumika pia katika masail ya kiusulu alfiqhi. Wataati atifatan, wao inakuja atifa kwa maana inaunganisha baina ya jumla na jumla. Fatufidu ishtiraka almutaatifain fi alhukmi, inafidisha kule kushirikiana vilivyoungana viwili katika hukumu. Naposema jaa Muhammadun wa Sa'idun, maana yake Muhammadun na Sa'id kushirikiana katika hukumu ya kuja. Wala taktadhi at-tartiba, wala hii wao inapoingia katika mutaatifaini haiwajibishi at-tartib, ule mpangilio, kuwa labda baada ya kuja fulani ndio akaja fulani. Hii ni mutlaqi aljam'i, kazi yake ni kukusanya baina ya vitu viwili na zaidi, lakini haifidishi at-tartib, ule mpangilio. Ukasema hadhara aliyun wa Sa'idun, ikawa aliyetangulia mwanzo ni Ali kisha akaja nani, Sa'id, au ikawa kinyume chake, akawa katangulia Saidi kisha Ali, japokuwa umeweka wapi mwisho, au imekuja pamoja. Kwa hiyo haifidishi nini, at-tartib. Wala tunafihi illa bidalili, pia asema wala hii wao pamoja na kuwa haifidishi tartib, wala tunafihi, wala haipingi kupatikana tartib illa bidalili. Ina maana kusema hapa hakuna at-tartib, tupe dalili. Asili yake haifidishi nini, at-tartib, lakini kuna baadhi ya maeneo mpaka utupe dalili kwamba hapa
haikuonyesha atartib. Asili yake inaweza ikaonyesha atartib, ukatae kuwa tartib. Kwa nini? Kwa kuleta dalili ya kuwa bana hapa alivyopangilia haikusudiwa kianze hiki ndio kija hiki, inaweza kaanza chochote. Inawezekana ukukuta katika mazingira haya. Na kwenye sheria pia tutaikuta matumizi yake kuwa imekuja wao, je, kianze kipi? Inaweza kaanza chochote, lazima kuwe na nini? Na mpangilio. Sasa ukisema haifidishi kwa hapa, haifidishi mpangilio, inabidi utupe nini? Dalili. Lakini asili yake haionyeshi taratibu. Wala tunafihi illa bidalili. Nyingine ni alfa'u. Alfa'u watati atifa, inakuja atifa kwa maana ni kiunganishi baina ya vitu viwili au zaidi. Fatufidu ishtiraka almutaatifaini, nafidisha kushirikiana vilivyounganishwa viwili. Fil hukmi, katika hukmu, lakini ma'a tartibi wa ta'qibi, pamoja na mpangilio na at-ta'qib ni ile aqiba, kupatikana kitu baada ya kitu fulani. Naposema hadara Muhammadun fasa'idun, tutarajia kuwa kuna mpangilio. Kwanza kaanza Muhammadun, kisha baada ya Muhammadun akaja nani? Sa'id. Hakuna muda at-ta'qib baada. Ina maana ulipoingiza mguu tu, kama ni darasani, jamaa naye umetoa mguu akaweka mguu wake, haina kipindi kirefu. Hiyo ni fa'u. Wataati sababiyatan, na pia inakuja sababia, fa'u sababia. Napokuja raji'u durusakum fatanjahu, kwa hiyo ni sababia. Inaweza kaja katika sura namna hiyo, katika maeneo yake, hiyo ni sababu ya kufaulu na kufanikiwa. Fatufidu at-ta'lila, kwa hiyo ikiwa kwa maana sababia itafundisha nini? At-ta'lil. Raji' darsaka fatanjaha, ili ufaulu. Hiyo ni sababu ya kufaulu. Kwa hiyo maana yake ile sababu ni illa ya kuweza kufanikiwa. Hiyo ni fa'u. Unakuta katika usul fiqh pia inatumika katika mazingira ya namna hii ya kuonyesha sababia, kama ilivyokuja katika hadithi kuwa mwanamke aliingia motoni sababu ya nini? Fil hirra, bisababi alhir. Kwa fa'u sababia inaweza kaja katika sura namna hiyo, ima kwenye vitendo au utakapoikuta sehemu yoyote, itakuwa pia ina maana ya sababia kulingana na siyaqu alkalam. Pia nyingine katika huruf allamul jarra, allam aljara, ile ambayo inafanya kazi ya kujulisha jina. Walaha maanin, hiyo lam ina maana. Minha, miongoni mwazo, at-ta'lilu wat-tamliku wal-ibaha. Inaweza ikaja lam ya ta'lil kuonyesha illa, sababu ya kitu fulani, jitu liyata'allama. Watamliku inaweza kaja ya milki, alkitabu li Muhammadin. Wal-ibaha inaweza kaja ya ibaha, kama ilivyokuja khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Lam hapa ni ya ibaha, kuwa Allah amehalalishia vyote ambavyo katika ardhi kaumba kwa ajili yenu. Inaweza kaja kwa maana ya ibaha au ya atamlik, kumiliki, au ikaeleza al-illa na sababu. Hiyo ni kazi ya lam. Unapokutana nayo katika maeneo Qur'ani, sunna na hadithi, au maneno ahlul ilmi, basi tafuta moja katika maana hizi na zaidi ya hizo. Hapa kafupisha, ziko maana zake nyingi sana. Nyingine ala aljarra, ala ile ambayo ni aljarra inayojulisha kauli ta'ala, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na mfano hizo, haqqan ala almuttaqin, haqqan ala kadha, haqqan ala. Kwenye Qur'ani imekuja hivyo. Walaha maani, na ina maana nyingi hii ala. Minha, miongoni mwazo, alwujubu, ni kuonyesha nini? Wajibu. Kwa hiyo sigha min siyaghi al-amri al-far'iyya ni pale ambapo itaingia ala katika kuelezea hukumu fulani, kama tulivyosema walillahi ala nnasi, ala Mwenyezi Mungu juu ya watu, maana yake ni wajibu kwa watu kutekeleza nini? Kutekeleza ibada ya hija, man istata'a ilayhi sabila. Wa ala hapa inaonyesha nini? Alwujub. Kwa hiyo ni moja katika hurufu ambazo
zinaonyesha juu ya maana fi ghairihi, katika kitu chengine, sio fi nafsihi. Baada ya kuelezea alharfu, tuingie aqsamul kalami. Aqsamul kalami, mafungu ya maneno, kwa maana jumla. Yanqasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismaini. Hapo tuwe makini kidogo, kwa kuwa kuna vitu ambavyo tunavijua vya kinahau alkalam, ambayo ni jumla ina faida, lakini kwa hapa tuingia katika masaili mazima ya usul fiqhi, ni vitu kidogo ambavyo ni kinyume cha alkalam tuliyoizoea. Yani jumla ni ile jumla mufida, jaa Muhammadun, safara Aliyun, Muhammadun mujtahidun, hizi. Lakini ikija kama mfumo huu inafidisha nini? Yani sio ikija kwa jumla fi'liya na ismia, kalam habari hasa ikija kama unatuelezea habari, inatambulisha kitu gani? Kitu ambacho utajifunza leo hapa. Yanqasimu al-kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismaini. Inagawika al-kalam, kwa maana al-jumla, kwa kuzingatia imkani wasfihi, uwezekano wa kusifia hayo maneno, bisidqi, kwa kuwa ni ya kweli, wa adamihi, wa adamu sidqi ila qismaini. Yani anakusudia kwamba maneno katika mafungu mawili. Ikija jumla kama inaelezea jambo fulani, yani inatoa habari ya jambo fulani, basi hii habari inayoelezewa katika jumla yahtamilu amrain, imma habari hii ni ya kweli au ni ya uongo. Na kuna baadhi ya matamko mengine yakija hayafidishi nini? Hayafidishi asidq wala alkadhib. Yani yenyewe ikija tu moja kwa moja huwezi kusema hapo bwana ni uongo. Mfano kumwambia takallam, sema. Takallam ya Sheikh, sema. Sasa hii takallam hii ni amri, haifidishi nini? Uongo wala ukweli, kwa sababu ni talab. Ama ikija fi'li, mfano jaa Muhammadun, natupa habari hizi, yawezekana kaja au hakuja. Hii habari yahtamilu asidqa wal kadhiba, imma iwe ni ya kweli, tukihakisha kuwa aliyesemwa amehudhuria kweli, tunamuona, na kama hayupo maana yake inakuwa ni ya nini? Ni ya uongo. Kwa hiyo habari inakuwa katika, au kalam inakuwa katika mafungu ya namna mbili. Kalam kama kalam, kisema takallam ni kalam, jaa Muhammadun ni kalam. Ndio mafungu nataka atugaie katika sura hii ambayo iko mbele yetu. Yanqasimu al-kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi, inagawika kalam kwa kuzingatia uwezekano wa kusifia hiyo kalam bisidqi, hayo maneno bisidqi, hiyo jumla bisidqi, wa adamihi, na kutoisifia kwa kuwa ni ukweli, ila qismain. Kuna khabarun wa insha'un. Na kitu ndio nini? Khabaru, na kitu kingine insha'u. Fal khabaru ni ipi? Ma yumkinu an yusafa bisidqi au alkadhibi lidhatihi. Habari ni ile ambayo yawezekana ukaisifia kuwa ni ya kweli au ni ya uongo. Lidhatihi ay lidhati alkhabari. Alipozungumzia lidhatihi maana yake nini? Maana yake ni kwamba yawezekana ikawa mtu kawaida yake ni muongo, usije ukaihukumu habari kuwa ni ya uongo kwa kuangalia mtu, angalia habari ilivyo, kwa kuwa si kwamba kila siku atakuwa ni muongo. Na pia inawezekana mtu ni mkweli lakini siku hiyo akasema uongo. Kwa hiyo uihukumu habari kama habari, usimhukumu yule msemaji. Ndio maana akatuifuka kwani lidhatihi. Ma yumkinu an yusafa, ni ile ambayo inawezekana kusifiwa bisidqi au alkadhibi, kuwa ni kweli au uongo, lidhati ay lidhati alkhabar, kulingana na ile habari yenyewe. Kwa naposema kama tulivyotangulia kusema jaa Muhammadu, hii ni habari. Sasa hii habari kwa kuwa unatueleza
yawezekana kusifia kuwa hii habari ni ya kweli kulingana na alwaqi'i halisia, tukamuona huyo ambaye amezungumziwa kweli yupo au kasafiri. Kama hayupo ni kusema jaa, maana habari ni ya uongo. Tukimuona kweli yupo tunasema habari ni ya kweli kulingana na habari yenyewe. Fa kharaja biqaulina, itatoka kwa kauli yetu, ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhibi, itatoka nini? Al-insha'u. Al-insha'u huwa inapatikana kwa njia nyingi, kwa njia za amri ni insha, ukija an-nahy ni insha. Ile insha ya shuleni sio hii, ile tunga insha ile kwanza pita lete insha ya maudhu fulani alafu waambie uiandike, sio ile. Upande wa elimu ya ilmu al-maani au elimu ya usul fiqh, zungumzia al-insha'u ni kile ambacho hakiwezekani kukisifia kuwa ni kweli au ni uongo. Mfano ukimwambia hal safara Muhammadun, hii si istifham. Sasa je, hapa unatueleza au nauliza unataka ujue? Nauliza, manake hii la yahtamilu sidqa wala al-kadhib. Mwambia takallam ya sheikhana, hebu sema takallam, hii si habari au ni habari? Hapa wamwambia aseme. Kwa kuwa unamwambia hii huwezi kuisifia kuwa ni kweli au sio kweli. Hii ndio inaitwa nini? Al-insha'u. Ama ikija jumla, ima jumla fi'liya au ismiya, hiyo ambayo unatupa habari kuhusiana na jambo fulani, itakuwa ni al-khabar. Kinyume chake inakuwa ni al-insha'u, ile ambayo la yahtamilu an yusafa bi as-sidq wala al-kadhib. Kwa nini al-insha? Liannahu la yumkinu fihi dhalika, haiwezekani katika hiyo insha kuisifia kwa ukweli au uongo. Fa inna madlulahu laysa mukhbaran anhu hatta yumkina an yuqala innahu sidqun au kadhibun. Hiyo insha madlulahu vile inavyoonyesha, yani kule kuonyesha kwake, laysa mukhbaran anhu, sio kwamba unaelezea kitu. Insha madululuhu vile inavyoonyesha, inavyotambulisha, waona wazi kuwa hii hapa ilipo si kwamba kuna habari yatolewa. Ukimwamrisha mtu si hutoi habari hapo, ukimuuliza mtu hutoi habari, ukiamrisha pia hutoi habari. Kama hutoi habari, huwezi kuisifia hii unazungumza nayo kuitumia kuwa isifia kwa ukweli wala kwa uongo, haiwezekani. Itakuwa sio nini? Sio al-khabar. Wanasema la yumkinu fi dhalika fa inna madlulahu, hakika madlulu ya hii al-insha vile inavyofahamisha, laisa mukhbaran anhu, kiangalia kabisa kuwa hapa si habari inafanyaje, inayoelezewa. Idhhab, unaelezea kitu gani? Nenda hapo, ni habari hiyo kweli? Kama si habari, maana yake inakuwa ni al-insha. La tatakallam, usiseme hapo, huelezei kitu. Kama huelezei itakuwa ni nini? Ni insha. Sasa hii la tatakallam, la tusafir, haionyeshi ukweli wala uongo, kwa kuwa haliwezekani hilo kwa insha, kwa kuwa madululu yake sio nini? Sio kwamba kuna kitu tunachokielezea. Wa kharaja biqaulina lidhatihi al-khabaru alladhi la yahtamilu as-sidqa au la yahtamilu al-kadhiba bi'tibari al-mukhbari bihi. Asema imetoka kwa kauli yetu lidhatihi al-khabaru alladhi, khabari ambayo la yahtamilu as-sidqa, ambayo haiwezekani nini kuisema hii ni kweli, au la yahtamilu al-kadhiba bi'tibari al-mukhbir bihi. Kuna mukhbaru anhu, ile habari yenyewe, al-mukhbir bihi ni yule mwenye kuielezea. Mfano maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kwa kuzingatia mukhbir, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kusema hapa ni
uongo, yote ni sidqun. Narudia kipengele hiki, wa kharaja biqaulina lidhatihi alkhabaru alladhi, khabari ambayo la yahtamilu as-sidqa au la yahtamilu al-kadhiba bi'tibari al-mukhbiri bihi, kwa kuzingatia yule anayeelezea. Kwa hakuangalia ni lidhati al-khabari, kaangalia yule muelezaji. Wadhālika anna al-khabara min haythu al-mukhbaru bihi thalathatu aqsami. Kwa hiyo khabari kwa kuzingatia al-mukhbaru bihi, yule anayeelezea, ina mafungu mangapi? Matatu. Al-awwal, fungu la kwanza, ma la yumkin wasfuhu bil-kadhibi, kwa kuzingatia yule muelezaji, kuna habari ambayo haiwezekani kabisa kuisifia kuwa ni uongo, kwa habari Allahi wa rasulihi thabiti anhu, kama habari ya Allah na mtume wake iliyothibiti kutoka kwake, kutoka kwa mtume alayhi salatu wasallam. Maana yale maneno yake ambayo anaeleza yeye, huwezi kusifia kwamba ni uongo. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun, au qul huwa Allahu ahad, neno Allahu samad. Hii ni habari, kwa kuwa anaeleza ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Usisema hapa bana yahtamilu al-kadhib, hii ni as-sidqu moja kwa moja, kulingana nini yule anayeeleza. Hivyo maneno ya mtume alayhi salatu wasalam, au habari anayotoa mtume alayhi salatu wasalam ambayo imethibiti kwake, kwa kuzingatia muelezaji, haisifiwi na uongo hata mara moja. Athani, ma la yumkinu wasfuhu bisidqi, kuna habari ambayo haiwezekani kuisifia ukweli kwamba ni ya kweli hata mara moja. Kal khabari anil mustahil shar'a, kama kuelezea jambo ambalo ni lenye kushindikana kisheria, yani jambo haliwezekani kisheria, au aqlan, pia kiakili. Ukielezea jambo ambalo kisheria haliwezekani, mazingira yalivyo, pia hata kiakili haiwezekani, basi hiyo huwezi kuisifia na nini? Na ukweli. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، kama habari ya mtu ambaye anadai utume baada ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hii habari yake kisheria la yumkin kaisifia kuwa ni ya kweli. Kwa nini? Kwa sababu zimekuja nasi mbalimbali kuwa hakuna mtume baada ya nani? Ya mtume alayhi salatu wasallam. Wa thani, ile aqlan, kal khabari an ijtima'i naqidaini, kama vile ukielezea kuhusiana kukusanyika vinyume viwili, yani vitu ambavyo huwa haviwezi kuungana pamoja, lazima kimoja kitakosekana. Akatoa mfano, kal harakati wasukuni fi ainin wahida, yani mfano ukazungumzia kama ni jicho, kuwa wakati huo linatikisika na limetulia. Inawezekana yote mawili, yani maana yake iwe linatikisika alafu limetulia, kiakili haikubali. Lazima kimoja kiwe ima litikisike au litulie. Likitulia maana yake halitikisiki. Siwezi kusema bwana jicho naliona kama limetulia alafu linatikisika, haiwezekani. Hii ni habari natuambia, kwa kuwa kiakili haikubali, hatusemi ni kweli habari hii. Tuko sawa? Au maji useme ni ya moto na ya baridi, haiwezekani. Yote ni an-naqidaini, imma ni baridi au ni ya moto. Hiyo ni katika habari ambazo kiakili huwezi kusema kwamba ni kweli, hapo unatumia tu akili. Tuko sawa? Hii ni katika kuzingatia nani? Kuzingatia al-mukhbir bihi, ili anaelezea ile habari. Kal harakati wa sukuni fi ainin wahida, katika jicho moja, tena fi zamanin wahidin, kwa wakati mmoja. Kaeleza kwamba hili jicho la fulani bwana naona latikisika alafu limetulia, na inaeleza maelezo hayo wakati mmoja. Hapana, lazima iwe kama ni kutikisika alafu baadaye unalituliza pia litakuwa limetulia. Kwa hiyo hapa kiakili ni habari ambayo
la yumkinu wasfuhu bisidqi, kusifia kuwa ni ya kweli. Athalithu ma yumkinu yusafa bisidqi wal kadhibi, ambayo yumkinu ile ambayo yumkinu inawezekana an yusafa mausulia an yusafa kusifiwa bisidqi, kwa ukweli, wal kadhibi. Manake hasa unaangalia huyu anayeeleza, inawezekana katika hiyo habari ikawa ina moja katika vitu viwili, imma ala sawai, imma ukweli na uongo ala sawa, au maa rujuhani ahadihima, au ikawa kimoja wapo kimezidi, yani kama ni ukweli ndio uko juu, au kama ni uongo uko juu. Ka ikhbari shakhsi, kama vile kuelezea mtu an qudumi ghaibin wa nahwihi, yani mfano kufika mtu ambaye alikuwa hayupo. Sema mfano hadhara Ali, asili yake alikuwa hayupo, si ndio? Kasema amehudhuria Ali. Sasa kuhudhuria kwa Ali kuna mawili, ima habari ni ya kweli au ni ya uongo. Tukimuona amehudhuria, habari itakuwa nini? Ya ukweli. Hayupo lakini watuambia amehudhuria, atasema bwana wewe ni muongo. Kwa nini? Waqi'i inaonyesha kwamba huyu mtu hayupo hapa mjini. Tuko sawa? Kwa hiyo sasa hiyo inawezekana imma ukweli au uongo. Ambazo tumezipita, kuna ambazo ni ukweli tupu, kuisifia uongo haiwezekani. Anachokielezea Allah subhanahu wa ta'ala au mtume alayhi salatu wasalam kupitia hadithi ambazo zimethibiti kutoka kwake, na kuna ambazo haiwezekani kabisa kuisifia kuwa ni ukweli, kana idai utume baada ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, au mambo ya kiakili kama hivyo, kusanyika vitu viwili vinyume kwa wakati mmoja, huwezi kusifia kuwa ni kweli. Na jingine ni la tatu, ni ile ambayo inawezekana mambo yote mawili, lakini itategemea moja inaweza ikae na nguvu zaidi kuliko nyingine. Hiyo ni al-khabar. Wal insha ni ipi? Ma la yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhibi. Al-insha ni ile ambayo haiwezekani kusifiwa kuwa ni kweli au yani ukweli na uongo, haiwezekani. Yani maana yake haiwezekani kuisifia katika moja katika hivi viwili, kuwa ni ya kweli au ni uongo, haiwezekani. Kulingana ilivyokuja. Aminhu al-amru wan-nahyu, miongoni mwa insha ni al-amru wan-nahyu. Amri, ukimwamrisha mtu, ile amri utambue kuwa haiwezekani ukaisifia na ukweli au uongo, kwa sababu ni amri. Hapa hutuelezi hii si habari bali waamrisha. Katazo pia haiwezekani kulisifia kwa ni kweli au ni uongo. Sababu gani? Huelezi, unakataza. So kukataza hakuna cha hivyo. Usile ilo embe, usile embe. Nasema hii yahtamilu sidq wal kadhib. Wapi? Kwani unatueleza? Hii si habari bali unakataza. Kwa kuwa unakataza, hii ni al-insha. Haiwezekani kusifia kweli wala uongo. Kauli ta'ala wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a. Wa'budu Allaha, hii ni amri. Sasa kusema wa'budu Allaha yahtamilu sidqa wal kadhiba lidhati, kwa kuwa ni amri haiwezekani kuisifia hivyo. Na haipia wala tushriku bihi shay'a, wala usimshirikishe na chochote. Hii ni katazo pia. La yahtamilu la yumkinu ayusafa bisidqi wal kadhibi, bila yani usiangalie anaeleza wala habari yenyewe wala tukio lenyewe tu, haiwezekani kuisifia hivyo. Hiyo ni insha. Waqad yakunu al-kalamu khabara insha'in bi'tibarain, inaweza ikawa al-kalam ni khabar lakini wakati huo ina insha. Yaani maana yake inawezekana kuisifia kwa ukweli au uongo, na wakati huo huwa pia haiwezekani. Kama vipi? Kama siyaghul uqudi, matamko yale ambayo yanayotumika katika
mifungamano ya kibiashara, labda nimeuza, nimenunua, nimefunga ndoa, kama hivyo. Ka siyagh al-uqud al-lafdhiyya, kama vile yale matamko ya al-uqud. Uqud jamu ya aqdi, ambayo watu wanafunga mikataba maalum, hiyo mikataba ya biashara au ya ndoa au ya kazi fulani ambayo wanakubaliana. Mithlu bi'tu, mfano nimeuza, wa qabiltu, nimekubali. Hii bi'tu asema inawezekana ikawa ni khabar ni insha wakati huo, kwa sababu wakati huu unaeleza nimeuza. Sasa katika kuuza ni jambo ambalo huwezi kulisifia na nini, asidq wal alkadhib, kwa sababu si umeuza. Lakini wakati huo pia inawezekana hujauza, umesema tu tukifanya uchunguzi, kumbe hamjafanya biashara, au umeuza lakini biashara kuna fasida imefanyaje, imeingia, haiku ile ni tunaita kule kumiliki, umemiliki katika njia ambayo sio nini, si halali, kwa kuwa kuna vitu ambavyo haribu hiyo huo muamala. Kwa hiyo inakuwa ni khabaru insha, nimeuza, nimenunua, nimekubali. fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsi al-aqid khabaru. Asema neno hili bi'tibari dalalatiha, kwa kuzingatia vile inavyoonyesha, ala ma fi nafsi al-aqid, kwa kuangalia nafsi ya yule mwenye kufanya ile aqdi, kwa kuangalia yeye yule mfanyaji aqdi, kama ni aqdi ya kibiashara au aqdi ya ndoa, khabaru, kwa kumwangalia yule. Kusema nimeuza, anatupa habari, si ndio? Nimefungisha ndoa, nimefunga ndoa, kwa kumwangalia huyu aliyefunga ndoa, huyu ambaye kaoa, tutasema hii ni habari. Kwa kuwa nini? Anatupa habari, au kweli kalifanya hili, kumwangalia yeye. Kisha asema bi'tibari tarattub al-aqdi alaiha insha'u, na kwa kuangalia tarattub, kule kupangika ile aqdi, maana tayari ishafungika, ishapatikana, nakuja na kwa nini insha. Tarudia tena, ukizingatia al-aqidu, anasema bi'tu, ishtaraitu, tazawwajtu, ankahtu na mfano wa hizi, kwa kumwangalia yeye ni al-khabar. Tukija kwa upande wa tukio lenyewe ambalo tayari lishafanyika, na kwa ni insha. Kwa nini? Haliwezekani kulisifia na ukweli wala nini. Si tumeona amepewa mkono hapa, maana ashaambiwa bwana kamuone mkeo sasa, si ndio? Sasa haya maneno haya, ili tukio lenyewe utasifia kuwa ni habari, hii ni insha, kwa kuwa haiwezekani wakati huo kuisifia kwa ukweli wala uongo. Kwa hiyo tunaangalia maeneo mangapi? Mawili, kwa kuangalia al-aqid na tukio lenyewe lilivyofanyika. Aqid umeuza, je, kauza kweli? Hawezi kulisifia kwamba ni maana tayari tukio lishafanyika. Sasa kama lishafanyika, je, walisifia vipi kwa asidq wal kadhib? Kutomwangalia nani ili tuhukumu kuwa habari ni ya kweli au ni ya uongo, tutamwangalia mhusika mwenyewe. Bali nimefunga ndoa, kweli habari ni ya kweli. Hajafunga, habari ni ya uongo. Tukio lishafanyika, al-aqdu nikah au aqdu al-bay' ishafanyika, hii haisifiki na nini, haiwezi kusifiwa kwa ukweli wala uongo, kwa kuangalia tukio lenyewe. Kwa hiyo ndio maana akisema khabaru insha, imebeba matukio mangapi? Mawili, na khabari sehemu hiyo na insha wakati huo, na alfadhul uquli ndio ambayo ina nini, inakuwa na sura ya design hii. Japokuwa baadhi ahlul ilmi katika fani hii wao wanasema alfadhul uquli zote ni insha, bila kuangalia si aqid wala nani, kwa alivyo ni insha, kwa sababu natuelezea kitu ambacho tayari nimeuza, nimenunua, nimeoa, watupa habari, lakini tuangalie unachotuambia nacho. Hii kwa ni aqd imefanyika, haisifiki na ukweli wala uongo. Kuingia katika kundi gani? Kundi la
insha. Hiyo ndio makusudio ya ibara zetu hizi. وقد ياتي الكلام بصوره الخبر والمراد به الانشاء وبالعكس لفائده. مؤذن kwanza fala umuma, yani kuna tofauti ya mutlaq na al-aam. Al-aam tumesema ni tamko ambalo linakusanya vitu vyote bila kuacha chochote. Naposema mutlaq manake tulijifunza naposema mfano a'ti taliban hadhi hadia, hiyo ni mutlaq manake ni mwanafunzi. Hapo umefunga mwanafunzi, manake asipewe nani mfanya kazi, ni mutlaq. Kisha ukitaka kuifunga sasa mwanafunzi wa design gani, unaongeza mbele taliban labda mujtahidan, hiyo inakuwa ni muqayyad, ni mwanafunzi lakini mwanafunzi ambaye ana sifa nini, kujitahidi. Ni tofauti na kusema a'ti at-tullaba au a'ti taliba. Hapo ni mwanafunzi yoyote atakayokuwa mbele yako unatakiwa ufanye umpe, kwa kuwa umeweka alif na nini na lam. Alif na lam inaonyesha umum, lakini bila alif na lam inaonyesha nini, ni mutlaq, ambayo ni mwanafunzi lakini hawaingii wanafunzi wote. Sasa wataka umfunge mwanafunzi wa design gani, ndio na kuna tofauti ya nakara kwenye talibun at-talib, ni vitu viwili tofauti. Hii talibun ni mutlaq na at-talib ni aam, kwa kuwa kuna alif na nini, alif na lam ambayo inaonyesha istighraqu al-jinsi, maana kila aina ya wanafunzi anaingia. Kuna tofauti ya mutlaq na al-aam. Shingi alif na lam mambo ya umumi tena, Yohana alif na lam ni mutlaq. Al-mukhbar bihi, yani kuna vitu viwili. Kuna kwa kuangalia habari kama habari yahtamilu sidqa wal kadhiba, kwa kuangalia habari bila kuangalia nani anaeleza ni nani. Sawa, yote ni katika al-khabar. Kuna jamaa hapo anamkaa mpeleke nyumbani, chukua mwendana na pikipiki yake bila muongozani, utakupakia wapi si au utachukua baskeli. Na kuna tuzungumzia lidhati hii, maana yake kwa kuangalia habari yenyewe bila kuangalia anaitoa habari, ni vitu viwili tofauti. Tukiangalia habari kama habari bila kuangalia muelezaji, yahtamilu as-sidqa wal kadhiba, kwamba hii habari aliyoitoa, hii habari iliyokuja hii jaa Muhammadun, hii habari kama habari tunaweza kuihukumu kuwa ni ya kweli. Tukiangalia kweli kaja huyo aliyeelezewa, kama hakuja maana yake ni ya uongo. Hatukuangalia nani muelezaji. Tukija kumwangalia muelezaji pia kuna upande wa kuangalia habari kama habari, na pia kuna mafungu mangapi? Matatu, wa kuangalia yule muelezaji. Habari kaeleza Allah subhanahu wa ta'ala, habari hii nasifika, naweza kusema yahtamilu sidqa wal kadhib, manake hii moja kwa moja ni haisifiki na uongo hata mara hii. Anaweza kwa fungu la mwisho pia ataingia anayetoa nini, anayetoa habari. Ni fungu la mwisho kwa kuangalia unaelezea mtu ambaye hayupo. Sasa ile kuna kwa kuangalia habari yenyewe, pia kuangalia nani yule muelezaji. Tunaweza kumhukumu kwamba bana wewe ni muongo kama alichokieleza cha mtu ambaye hayupo
kuwepo, na habari yenyewe pia ni ya uongo. Kwa lidhati huko mwanzo kaangalia mambo ya habari kama habari. Hapa chini kugawia nini mafungu hayo matatu kwa kuangalia muelezaji sasa. Kwenye vitu viwili tofauti. Kuna habari kama habari, alafu chini akakuletea kwa kuzingatia yule anayeeleza habari katika mafungu matatu. Kuna yule ambaye akieleza habari yake haisifiki na uongo kamwe. Na kuna ambaye akieleza habari yake haisifiki na ukweli kabisa. Na kuna ambaye akieleza habari yake yawezekana na pande mbili. Kulingana je, haya aliyotoa maelezo ni ya kweli? Je, alichosema kahudhuria kweli, yupo mjini? Hayupo, habari ni ya uongo. Yupo, atakuwa yeye mwenyewe ni muongo na habari ni ya uongo. Kwa hiyo nategemea hivyo. Tafuta kitu hasa. Sheikh yasema waqad yati al-kalamu, inaweza ikaja al-kalam bisurati al-khabari, wa sura nini ya khabar, lakini wal muradu bihi al-insha. Lakini ukiangalia makusudio ni insha, kwa maana inaweza kaja katika sura ni insha, kwa maana ni amri yale yatakiwa kuyatekeleza. Wabil aqsi ni faida, na inikija hivyo ni kwa ajili ya faida. Inaweza kaja insha lakini kumbe ni habari. Yaani matamko yanaonyesha nini? Insha, lakini wakati huo makusudi ni al-khabar, sio nini, sio insha kama insha. Mithalu al-awwal qawluhu ta'ala والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. Pia nyingine walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'a. So kiangalia walmutallaqatu, na wanawake walioachwa wanasubiri, hapo ni habari, lakini wasubiri hapo ni katika maana ya tafsiri. Wanawake walioachwa wasubiri, hapo unaeleza au unaamrisha? Unaamrisha. Kwa hiyo tamko limekuja tarabasna kwa njia ya habari, lakini makusudi ni al-insha. Maana ni amri kwa wafaji wasubiri, wangoje kipindi cha qurui 3 ambazo ni tahara au hedhi 3 kwa mujibu wa fuqaha. فقوله يتربصن بسورة الخبر المراد بها الأمر. وفائدة ذلك, kwa nini imekuja katika sura namna hii? Taakidu fi'li al-ma'mur bihi, kuonyesha msisitizo, kusisitiza tendo ambalo liloamrishwa la nini, la kule kusubiri hawa wanawake kipindi cha eda zao, kwa kuja habari kwa maana ya insha, ni kuonyesha nini, msisitizo ambacho kimefanya kimeamrishwa. Kwa kwenye kutafsiri wanasubiri, hapana, wasubiri, wangojee, wanawake wanyonyeshe, sio wananyonyesha. Kwa ni al-khabaru maksudi yake nini? Al-insha. Hatta kaannahu amrun waqi'un yutahaddathu anhu كصفة من صفات المأمور حتى كأنه mpaka imefikia kana kwamba hii habari ni amrun waqi'un, yani amri ambayo iliyotuka, mutahaddathu anhu, ambayo inaelezewa, kasifatin, kama vile sifa, min sifati al-ma'muri, kama vile sifa nyingine wa sifa kilicho amrishwa. Kimekuja katika sura namba, kama vile wakisifia kile kitu, ile amri kama vile waisifia, kumbe unatilia nini, msisitizo na mkazo. Wa mithalu al-aqsi qawluhu ta'ala wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum.
Faqala alladhina kafaru, na wamesema wale waliokufuru, lilladhina amanu, kuwaambia walioamini, ittabi'u sabilana, fuateni njia yetu. Manake uwe washirikina kama wao, uwe maabudu masanamu kama wao. Kisha asema wanahmil khatayakum. Hapa wanahnu nahmilu, kuja walnahmil, na tubebe, ambayo ni sigha ya amri al-asliya fi al-mudhari'u maqrun bi lam al-amri, sigha min sigha al-amri al-asliya walnahmil. Lakini maana yake hapa wanahnu nahmilu, manake fuate njia yetu na sisi tutabewa nini? Madhambi na makosa yenu. Faqawluhu walnahmil bi surati al-amri, walnahmil المراد بها الخبر، أي ونحن نحمل خطاياكم. وفائدة ذلك، نفائدة هذه تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. kwa nini imekuja amri na hali ya kuwa ni khabar? Tanzilu shay'il mukhbir anhu, ni kule kukiweka kitu kilichoelezewa manzilatal mafurudhi, katika manzila ya kilichofaradhishwa, tena almulzam bihi, ambacho chenye kulazimiwa. Imekuja amri lakini kusudia nini? Alkhabar. Kwa nini? Kuna siri gani? Kwamba hiki ambacho kilichoelezwa hapa ni kama vile kimefaradhishwa, kama vile lazima kifanyaje? Kifanyike. Ndio moja katika faida ya matamshi yakija katika sura ya namna hii. Sasa wa nahnu nahmilu khatayakum, katika tafsiri ya Qur'ani ahlul ilmi ndio wametafsiri kipengele kwamba hapa kwa maana wa nahnu nahmilu, kwa ni khabar imekuja insha, lakini kwa maana ya nini? Kwa maana ya khabar. Lengo ni nini? Kuonyesha kwamba hiki ambacho wanachokizungumzia hawa ni kitu cha lazima, kwa kuwa washawaamrisha watu wafuate njia zao, lazima wabebe nini? Dhambi zao. Lakini wakati wao kwa pamoja huko, kwa sababu wewe si una akili nao umebeba, utakuwa na ya kwako na ya kwake, sio kwamba labda akishagwa ndio ushapo naye, utakuwa pamoja. Kwa hiyo maana yake jambo la faradhi na lazima, wakifanya hivi lazima huo mzigo ataubeba. Hii ni masaili yanayohusiana na al-khabar wal-insha. Nukta inayofuatia ni nukta mpya ambayo pia inahitaji iwe na muda wake. Tukianza manake haitoisha, tuishia njiani. Nafikiri tusimame kwenye nukta hii ili kuangalia al-haqiqatu wal majaz katika darasa inayofuata insha Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Allah tujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.